Doris alirudi nyumbani akiwa amechoka sana. Mwili ulikuwa mzito, kichwa kimejaa mawazo. Hakuwa na pesa na wala hakujua aanzie wapi. Alipofika nyumbani alimkuta mama yule jirani akiwa sebuleni na watoto wake. Yule mama alimwangalia Doris na akahisi wazi kuwa kuna kitu hakikuwa sawa. Uso wake ulikuwa umechoka, macho yake yalionyesha huzuni kubwa na hata mwendo wake haukuwa wa kawaida. Lakini hakumuuliza chochote. Alimwangalia tu kwa huruma. Doris aliingia chumbani kwake moja kwa moja. Alipofika, aliketi kitandani kwa muda akiwa kimya. Akili yake ilikuwa imechoka sana. Alijaribu kuwaza kama aende polisi, lakini akakata tamaa haraka. Niende kumshtaki nani? Alijiuliza moyoni. Siwajui, hata majina yao sijui, hata namba ya gari siikumbuki. Kadri alivyozidi kuwaza, ndivyo alivyozidi kuona hana msaada wa kufanya chochote. Akaona kama kila kitu kimeisha. Akabaki kimya. Baada ya muda alinyanyuka akaenda bafuni kuoga. Alipofungua shawa, maji yakaanza kumwagika juu yake. Alisimama tu chini ya maji yale kwa muda mrefu bila hata kusogea. Ndipo akaanza kulia. Alilia sana pale bafuni, kama mtu aliyekuwa amebeba uchungu mkubwa moyoni. Maji yalikuwa yakitiririka juu yake na machozi nayo yakitiririka usoni mwake. Alilia kwa muda mrefu, akijaribu kupunguza maumivu aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake. Lakini kadri alivyozidi kulia, ndivyo alivyozidi kuona maisha yake yameingia giza. Doris hakulia tu kwa sababu alitapeliwa vitu vyake, bali pia kwa sababu Boniface alikuwa amemwacha. Baada ya muda, Doris alitoka chumbani na kwenda sebuleni. Kwa nje, sasa angalau alionekana ametulia kidogo. Alijitahidi kuonekana sawa. Akawachukua watoto wake na kuwabembeleza huku akijilazimisha kutabasamu. Yule mama jirani akamtazama kisha akamuuliza kwa upole, "Mama Alice, nikulete chakula?" Doris akatikisa kichwa na kusema, "Hapana, nitakula baadaye." Mama jirani akasita kidogo kisha akaamua kumuuliza jambo lililokuwa linamchanganya tangu mchana. "Samahani Mama Alice, kwani mnahama?" Doris alishtuka. Hakuelewa kwa nini mama yule ameuliza hivyo. Alitaka kumuuliza alimaanisha nini, lakini kabla hajajibu, simu yake ikaita. Doris akaichukua haraka. Alipoangalia, alikuwa ni bibi yake. Yule bibi aliyemlea tangu utotoni. "Shikamoo bibi," Doris alisema kwa sauti iliyochangamka kidogo. "Marahaba rafiki yangu," bibi yake akajibu kwa furaha. "Mnaendeleaje huko?" Doris alijikaza. Hakutaka bibi yake ahisi kuwa kuna jambo baya linaendelea. Akasema kwa sauti ya kawaida, "Hatujambo kabisa bibi." Bibi akacheka kidogo kisha akauliza, "Vipi mume wetu anaendeleaje? Nimemkumbuka sana. Amekuwa kimya." Swali lile lilimgusa Doris moyoni, lakini hakutaka kuonyesha chochote. Akajikaza na kusema, "Hajambo bibi. Ni shughuli nyingi tu zimembana." Bibi akatania, "Mwambie mkewe huku kijijini anataka kumuona. Amemkumbuka sana." Doris akalazimisha tabasamu na kusema, "Sawa bibi, lazima atakuja kuwaona." Ili kubadilisha mazungumzo, Doris akauliza, "Na babu anaendeleaje?" Bibi akasema, "Babu yako hajambo, ila mgongo unamsumbua kidogo. Si unajua tena mambo ya uzee." "Yuko wapi sasa?" Doris akauliza. "Yupo hapo nje, anapunguza majani." Doris akasema, "Sasa si ataendelea kuumia jamani?" Bibi akajibu, "Hata ukimkataza haachi. Kama unavyomjua babu yako, hawezi kukaa tu bila shughuli." Wakaendelea kuongea kwa dakika chache, kisha bibi yake akasema maneno ambayo yakamfanya Doris anyamaze ghafla. "Rafiki yangu, shamba lenu limepata mtu wa kukodi. Tumekodisha atalima msimu huu, maana hakuna mtu wa kulima. Nimemtuma mjomba wako akutumie hizo hela. Ameelekea kijiji jirani maana amesema hapa amekosa float." Doris alishtuka kidogo. Hakutarajia kusikia jambo hilo siku hiyo. Akasema haraka, "Hapana bibi, si nilisema mlilime tu ili liwasaidie?" Bibi akavuta pumzi na kusema, "Tumelima sana. Sasa tumezeeka, hatuna nguvu za kulima mashamba mengi. Hilo ni shamba la wazazi wako. Ni haki yako mjukuu wangu." Doris alinyamaza kwa sekunde chache. Macho yake yakajaa hisia. Katika siku ambayo alihisi kila kitu kinamwendea vibaya, maneno yale ya bibi yake yaligusa moyo wake. Mwishowe akasema kwa sauti ya upole, "Asante sana bibi." Bibi akacheka tena na kuanza kubadilisha mada. Wakaendelea kuongea kwa muda, wakitaniana,
wakikumbushana mambo ya zamani, na kwa dakika chache Doris alihisi kama mzigo uliokuwa moyoni mwake umepungua kidogo. Doris alipomaliza mazungumzo na simu ile, alitaka kumuuliza mama jirani kuhusu lile swali lake. Lakini kabla hajaanza kuongea, mtu fulani akamwita yule mama jirani kutoka nje. Mama yule akasema, "Mama Alice, ngoja niende kidogo nyumbani, kuna mtu ananiita." Kisha akaaga na kuondoka. Doris akabaki amesimama pale jikoni akiwa bado na lile swali kichwani. Alitamani kujua kwa nini mama jirani alimuuliza kama wanahama, lakini hakupata nafasi ya kumuuliza. Akaishia kubaki kimya. Siku hiyo jioni, Alice alianza kujisikia vibaya. Mwili wake ulikuwa wa moto na akaanza kukohoa mara kwa mara. Doris alipoona hali ile, hakutaka kuchelewa. Haraka akatoka na kwenda duka la dawa lililokuwa karibu. Alipofika, akamweleza muuzaji kuwa mtoto ana homa na kikohozi. Muuzaji akampa dawa na Doris akarudi nazo nyumbani. Alipompa Alice dawa, baada ya muda mtoto akaanza kutulia kidogo. Homa ikapungua na kikohozi kikapoa kiasi. Doris akapata nafuu moyoni, akiamini labda dawa zile zingemsaidia. Usiku huo ukapita hivyo, japokuwa Doris hakulala vizuri kwa sababu alikuwa akimwangalia mtoto wake mara kwa mara. Siku iliyofuata, Alice alionekana kupata nafuu kidogo. Doris akaendelea kumpatia dawa kama alivyoelekezwa. Wakati huo huo, mawazo ya maisha yalikuwa bado yanamzunguka kichwani. Alikuwa akiwaza jinsi ya kuongeza mtaji ili aanzishe biashara ndogo itakayomsaidia kuendesha maisha yake na watoto. Mwishowe akaamua kuuza baadhi ya vitu vyake vya urembo. Miongoni mwa vitu hivyo kulikuwa na mawigi yake mazuri ambayo alikuwa amenunua kwa gharama kubwa zamani. Doris akapiga picha mawigi yale na kutengeneza tangazo. Akaanza kuwatumia watu waliowajua. Baada ya muda, dada mmoja aitwaye Neema, ambaye waliwahi kufanya kazi pamoja kabla Doris hajaacha kazi, akaonyesha kuvutiwa na moja ya wigi. Akamwambia Doris kuwa atalinunua. Doris hakumwambia kuwa lile wigi lilikuwa la kwake binafsi. Alijifanya kama vile anafanya biashara ya vitu vya urembo. Siku hiyo akafanikiwa kuuza wigi moja, jambo lililompa faraja kidogo moyoni. Lakini usiku ulipoingia, hali ya Alice ilibadilika ghafla. Homa ilipanda tena na safari hii ilikuwa kali zaidi. Mtoto alianza kukohoa sana. Mwili wake ukawa wa moto kupita kawaida na hakuwa tena na nguvu kama mchana. Doris akachanganyikiwa. Alijaribu kumpa dawa, lakini hakuona nafuu yoyote. Kadri muda ulivyopita, ndivyo hofu ilivyozidi kumjaa. Akaamua kumpigia Boniface. Alitaka amwambie kuwa mtoto wao anaumwa na hali yake ni mbaya. Lakini Boniface alipoona simu ya Doris ikiingia, alikereka. "Yaani huyu mwanamke ni msumbufu sana. Anataka nini usiku wote huu?" alisema kwa sauti ya kukasirika. Mary aliyekuwa amekaa karibu naye akamwangalia na kusema, "Achana naye my love. Asije akaharibu usiku wetu mzuri." Boniface akaiacha simu ikiendelea kuita bila kuipokea. Baada ya simu kukata, Doris akapiga tena. Boniface akakunja uso. "Mbona huyu anazidi kupiga? Labda kuna shida," alisema huku akianza kuwa na wasiwasi. Mary akamkatisha haraka. "Shida gani my love usiku wote huu? Hii si kawaida yake kupiga mara nyingi hivyo. Na siku zote anaharibu furaha yetu. Mimi sipendi bwana." Boniface akasema, "Nahofia watoto tu, labda kuumwa au chochote kile." Mary akamjibu, "Kila siku mimi na wewe tunakosa amani kwa ajili ya huyo mkeo. Mimi nachoka jamani. Unasema unahofia watoto. Wamefanya nini usiku huu zaidi ya kuwa wamelala?" Akaendelea, "Kwamba watoto wameanza kuumwa ghafla usiku huu? Wewe ni daktari? Kwamba sasa utawatibu?" Mary akamshika mkono na kumvuta karibu naye. "Mpigie asubuhi. Hebu tulale bwana." Boniface akaona kama Mary ameongea pointi. Maana ni kweli mara nyingi Doris humpigia simu. Na kila mara aliona ilikuwa ni usumbufu tu wa Doris. Upande mwingine, Doris alipoona simu haipokelewi, akafungua sehemu ya ujumbe na kuandika kwa haraka. "Alice anaumwa, hali yake ni mbaya. Tafadhali njoo tumpeleke hospitali." Akatuma ujumbe huo. Bahati mbaya, muda huo Boniface alikuwa ameingia chooni. Simu yake ilikuwa imeachwa mezani. Mary akaisikia ikitoa mlio wa ujumbe. Akaichukua na kuusoma. Uso wake ukabadilika. "Yaani Boniface akiona huu ujumbe anaweza kuondoka kweli," alijisemea.
Bila kusita, akaufuta ule ujumbe haraka. Kisha akairudisha simu mezani. Siampeleke tu hospitali mwenyewe. Dakika chache baadaye Boniface akatoka chooni bila kujua chochote kilichokuwa kimetokea. Mary akamkumbatia na kusema kwa tabasamu, "Njoo tulale." Boniface akazima taa na wote wawili wakalala usingizi mzito bila kujua kuwa upande mwingine Doris alikuwa akipambana peke yake kuokoa maisha ya binti yao Alice. Kwa upande wa Doris, alipoona hakuna jibu lolote, akajua labda Boniface ameamua kumpuuza au amelala. Hakutaka kupoteza muda zaidi. Haraka akampigia simu kijana mmoja wa bajaji aliyekuwa akimfahamu. Kijana yule akapokea. Doris akamwambia haraka kuwa mtoto anaumwa na anahitaji kumwaisha hospitali. Baada ya muda mfupi bajaji ikafika. Doris akambeba Alice na kutoka naye usiku ule ule kwenda hospitali. Mapacha aliwaacha nyumbani wakiwa wamelala, maana hakuwa na jinsi. Moyo wake ulikuwa na hofu kubwa, lakini kwa wakati huo alichokuwa anawaza ni maisha ya mtoto wake. Walipofika hospitali, Alice alipokelewa haraka. Baada ya kuchunguzwa, madaktari wakamwambia Doris kuwa mtoto alikuwa na pneumonia kali. Alice akalazwa hospitalini mara moja. Palipopambazuka, Doris aliamua kurudi nyumbani haraka ili awaangalie watoto wake. Akili yake yote ilikuwa kwa mapacha aliyowaacha usiku wamelala peke yao. Alijua hakuwa na chaguo lingine, lakini moyo wake haukuwa umetulia hata kidogo. Njiani alikuwa akiwaza kuwa akifika tu atamwomba mama jirani awaangalie watoto kisha yeye arudi hospitalini kwa Alice. Lakini asubuhi ile ile Mary na Boniface walifika pale nyumbani. Walipoingia ndani wakawakuta mapacha wakilia sana. Kilio chao kilionyesha wazi kuwa walikuwa na njaa na walikuwa wamekaa muda mrefu bila mtu wa kuwahudumia. Mary akambeba pacha mmoja, Boniface akambeba mwingine. Walipotazama huku na kule, wakagundua kuwa Doris hayupo nyumbani. Mary alipoona watoto wale hawatulii, akamkabidhi Boniface mmoja wa mapacha, kisha akaenda haraka jikoni. Akaandaa maziwa ya watoto na kurudi nayo sebuleni. Akaanza kuwapa kwa upole mmoja baada ya mwingine. Baada ya kunywa maziwa yale, mapacha wakaanza kutulia taratibu. Kilio kikapungua na muda mfupi baadaye wakawa wametulia kabisa. Boniface akakunja uso kwa hasira na kusema, "Huyu mwanamke ameenda wapi asubuhi yote hii? Yaani amethubutu kuacha watoto peke yao?" Mary akatingisha kichwa kwa kujifanya kushangaa. Boniface akaenda mpaka jikoni kuangalia huku akiwa bado na hasira. Alipofungua friji na makabati, alikuta kuna vyakula vya kutosha. Akabaki akisema kwa sauti ya kejeli, "Kumbe huyu alikuwa ananisumbua tu akisema vyakula vimeisha. Ona sasa, friji lina kila kitu, hata huku kabatini kuna chakula cha kutosha." Wakati huo huo, Doris alikuwa anarudi nyumbani kwa haraka. Alipofika getini na kuona gari la Boniface limepaki nje, moyo wake ulipata faraja kidogo. Alidhani labda Boniface amesoma ujumbe wake baadaye, kisha amekuja kumuulizia Alice aliyekuwa hospitalini. Lakini alipofungua mlango na kuingia ndani, alishtuka. Alimkuta Boniface na Mary sebuleni, kila mmoja akiwa amembeba mtoto. Watoto wale walikuwa tayari wametulia baada ya kupewa maziwa. Kabla hata hajatoa salamu, Boniface alimgeukia. Kwa hasira kali akasema, "Ulikuwa wapi?" alifoka. "Yaani umeacha watoto wadogo peke yao ndani ya nyumba halafu unaondoka? Akili zako ziko sawa kweli?" Doris alibaki amesimama pale mlangoni, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Hata hakupewa nafasi ya kueleza kilichotokea. Boniface alikuwa tayari ameshaanza kumshambulia kwa maneno. Doris akajaribu kujibu kwa sauti ya upole, "Hapana mume wangu, Lakini kabla hajamaliza, Boniface akamkatiza kwa ukali. "Hata baada ya talaka, siwezi kukuachia wewe watoto wangu. Nitawachukua. Sitaki wateseke namna hii. Na kuanzia sasa utaondoka hapa. Hii nyumba ni mali ya mtu mwingine." Doris akamwangalia kwa mshangao. Hakuelewa alichomaanisha. Akamuuliza, "Unamaanisha nini?" Boniface akasema bila huruma, "Nyumba hii imenunuliwa. Kuanzia sasa mwenye nyumba ni mtu mwingine. Ndani ya siku 3 uwe umeondoka hapa." Doris alibaki amesimama pale, macho yakiwa yamejaa mshangao.
Hakutaka kuamini alichokuwa anakisikia. Kwa sauti ya maumivu akauliza, "Mume wangu, unatania au?" Boniface akakunja uso na kusema kwa ukali, "Usiniite mume wako. Mimi na wewe hatuna tena uhusiano. Hapa tunasubiri tu talaka ili iwe rasmi." Doris akahisi miguu yake kama imeishiwa nguvu. Akanyamaza kidogo, kisha akauliza kwa sauti ya uchungu, "Kwa hiyo mimi na watoto tutaishi wapi?" Boniface akajibu haraka, "Watoto ni wangu, nitawachukua." Doris akamwangalia kwa macho yaliyojaa machozi. "Unachofanya si sawa kabisa," alisema kwa uchungu. "Hii nyumba ni ya familia yetu. Kwa nini umeiuza bila hata kuniambia?" Boniface akawa mkali zaidi. "Unataka nikwambie? Wewe ulijenga nyumba hii?" Akafoka. "Ulichangia nini hapa? Mchanga, tofali au cement? Kitu gani?" Doris hakupata jibu. Alibaki analia tu. Boniface akaendelea, "Sikiliza vizuri. Kwenye nyumba hii huna mchango wowote. Nilijenga kwa akili zangu na jasho langu mwenyewe. Sasa nimeiuza na hakuna wa kunilaumu." Doris akafuta machozi yake, lakini alizidi kumtoka. Kisha akamuuliza kwa sauti ya chini iliyojaa maumivu, "Ina maana unanichukia kwa kiasi hicho? Nimekukosea nini Boniface? Kosa langu ni nini hasa?" Akavuta pumzi nzito, kisha akaendelea kwa uchungu zaidi, "Ni kwa sababu tu nimenenepa. Mbona mimi sijanenepa kwa kiasi cha kutisha hivyo? Au kuna jambo lingine?" Boniface akamtazama kwa ukali, halafu akasema, "Mimi sikuhitaji tena kwenye maisha yangu. Ila shida ni kwamba wewe hutaki kuelewa kuwa kila kitu kimeisha." Doris alibaki amesimama pale, moyo wake ukivunjika zaidi kwa kila neno alilokuwa akisikia. Kwa wakati huo, hakujua ni lipi lilimuuma zaidi. Kuambiwa aondoke nyumbani, kuambiwa atanyang'anywa watoto, au kusikia wazi kutoka kwa mume wake kwamba hakumtaka tena maishani mwake. Doris akamtazama Boniface kwa macho yaliyojaa maumivu, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Sikuwahi kufikiria hata siku moja kwamba ungekuja kubadilika na kunifanyia hivi." Boniface akamwangalia kwa hasira na kusema, "Wewe ndiye umenibadilisha Doris." Baada ya kusema hivyo, Boniface akageuka na kutoka nje. Doris hakutaka kukubali hali ile. Haraka akamfuata huku machozi yakimtoka. Akamwambia, "Tafadhali Boniface, nionee huruma hata kidogo tu." Lakini Boniface hakumjibu. Aliendelea kutembea kuelekea nje kana kwamba hajasikia chochote. Doris alipoona hivyo, akamgeukia Mary. Akamsogelea haraka, akamshika mkono kwa huzuni kubwa, kisha akamwambia, "Wewe ni mwanamke mwenzangu. Tafadhali usinifanyie hivi." Mary akautoa mkono wake kwa nguvu na kusema, "Samahani, mimi siwezi kuingilia mambo yenu. Hayanihusu." Baada ya kusema hivyo, Mary akageuka na kuondoka pamoja na Boniface. Doris akabaki amesimama pale nje, machozi yakimtoka bila kujizuia.